jina la Yesu Kristo, nikikukaribisha katika huduma wetu wa Gethsemane Ministry. Mungu ametutenga tukuletea habari njema kwa nyumba yako, mahali popote huko utatufikia kwa kupitia kwa YouTube, ili ya kwamba tukubariki. Kwa hivyo mchana wa leo nataka kukubariki na neno la Mwenyezi Mungu ambalo ni neno la baraka, ambalo ni neno la ushindi. Kwa hivyo anayekuletea habari hii si mwingine ila ni Pastor Zablon Anusu Shamola, City of the Lord pale Maringo, nikiwa chini ya Bishop Jackton Otinga Umbima ambaye ni baba yangu, amenilea katika Kristo. Kwa hivyo nataka kuletea neno ili kakubariki katika kitabu cha Mwanzo ama Genesis chapter number 12 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 3, ili ya kwamba tukabarikiwe. Kwa hivyo msomaji, nisomee maandiko tukabarikiwe. Nasema hivi: Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Bwana bariki andiko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wangu siku ya leo ni kutoka. Manake Biblia inasema Mungu hawezi kukubariki mahali unakaa mahali pale. Mungu hawezi kukubariki mahali ulilelewa. Mungu hawezi kukubariki kwa ile hadi ulizaliwa ndani, kwa sababu kuna watu wanajua background yako, wanajua huku kuenda shule, wanajua kwenu hakukuwa na chochote. Basi unaona Mungu hapa anazungumza na Ibrahimu, anaambia Ibrahimu, toka wewe uende katika nchi ambayo haujulikani, na mahali pale naenda kukubariki. Wapendwa, Mungu anahitaji mwanadamu ambaye aliyemuumba kwa mfano wake awe na baraka yake, lakini usipoondoka Mungu hatakubariki. Ndio huyo anaambia Ibrahimu, wewe toka katikati ya jamaa yako, toka katikati ya watu wako, manake mimi Mungu nataka kukubariki. Basi Mungu akamwambia ondoka. Ibrahimu akaondoka, lakini makosa moja Ibrahimu aliyofanya, alitoka na mtu mwingine ambaye Mungu hakutaka aondoke. Kwa hiyo tazama mpendwa, wakati unapotafuta baraka ya Mungu, umeandamana na nani? Unatembea na nani? Watu wengi tumeacha njia ya Mungu, tunatembea kwa njia zetu. Unatembea kwa njia ya familia yenu, unatembea kwa mambo ya kwenu, hautaonja baraka ya Mungu. Lazima kuna vitu utaachana navyo, kuna vitu utaacha nyuma, ili ya kwamba Mungu akubariki. Lazima ujitolee, uachane na mambo fulani uweze kukutana na baraka ya Mungu. Akamwambia ondoka, na usitoke na watu wengine, ila mke wako Sarai peke yake. Makosa Ibrahimu alifanya ni kuandamana na mtu ambaye Mungu hakumzungumzia. Kinachohitajika kwa Mkristo, mpendwa, sikiza sauti ya Mungu. Mungu anataka ufanye nini? Anaposema ondoka, sikiza, muulize Mungu, nataka niende wapi? Akaambia Ibrahimu, enda katika nchi ambaye watu hawakujui, nami nitalikuza jina lako. Watu wengi Mungu anataka kuwabariki, aweze kulikuza jina, lakini matendo yetu mpendwa, tabia zetu mpendwa, misemo yetu mpendwa, imetufarakanisha na Mungu. Hata Mungu hataki kutuona, Mungu hataki kutusikia kwa sababu ya matendo yetu. Lazima ukeuke mpendwa. Akisema ondoka, ana sababu na maisha yako. Anajua kuna wachawi mahali pale, anajua kuna watu hawakupendi mahali pale, anajua kuna watu wanatafuta kukuua. Ndiposa anasema ondoka. Utakapoondoka Mungu atalikuza jina lako, utakapoondoka Mungu atakuinua. Maana aliambia Ibrahimu, nitakubariki. Na sisi ni uzao wa Ibrahimu mpendwa, lazima uondoke, kwa sababu kuna mambo ambayo yamefanya Mungu hawezi zungumza na wewe. Kuna mambo ambayo yanafanya Mungu hawezi kuonyesha maono. Lazima uchukue hatua ya kuondoka. Utakapoondoka utasikia sauti ya Bwana. Utakapoondoka Mungu atasema na wewe. Utakapoondoka Mungu atakuinua. Maana anasema anataka kulikuza jina la mtu. Mpendwa, lazima uondoke. Usipoondoka jina lako halitakuzwa. Bwana Yesu asifiwe.
kwa sababu kuna watu wanajua huku kanyaka shule, watakapoona ukiendesha lile gari watakuita Illuminati. Ndio sababu Mungu anasema ondoka. Watakapoona umenunua shamba watasema wewe ni mwizi. Ndio sababu Mungu anasema ondoka. Kuna watu wamekaa mahali ambapo anasema mimi si kusoma, anasema mimi baba yangu hakunifanyia ABCD. Mpendwa, toka kwa hiyo ujinga, simama na uondoke, manake Mungu anataka kulikuza jina lako. Hata likuza jina lako kama umekaa mahali pale unasema mimi ninaonewa, unasema mimi watu hawanitaki. Mpendwa, watu wanaweza kosa kutaka, lakini Mungu anakutaka, Mungu anakupenda. Ndio sababu anasema akaambia Ibrahim, ondoka, nataka kulikuza jina lako. Jambo linalonifurahisha, huyo Mungu anasema ana Abrahamu, na saa hii asemi na Abrahamu, anasema na mimi na wewe, ya kwamba watakao kulaani mimi Mungu nitawalaani. Hapo ndio kuna surety ya kwamba kule tunaenda kuna ushindi wa ajabu, ya kwamba kule tunaenda kuna mtu atakupigania, ya kwamba kule unaenda kuna baraka zako zimeandaliwa. Usiogope mpendwa. Hata wakati wa corona watu wanatangaza corona, wewe usitangaze corona. Mtu aliyeondoka hatangazi mambo ya corona, anatangaza Yesu anaweza, manake yeye mwenyewe amesema yeye ni jibu la maisha. Ukimtegemea huyu Mungu, ukimtumainia huyu Mungu, ukifuatilia sheria ya Mungu vitaratibu, mpendwa, hautatangaza kwamba wewe umeshindwa. Yeye anasema tuondoke. Sikia mpendwa, nikwambie, kuzaliwa maskini sio vibaya, lakini kufa maskini ni vibaya, kwa sababu na mikono na miguu unaweza fanya kitu utoke kwa umasikini, lakini kwa sababu hutaki kuondoka, wewe unasema tu boma letu lilikuwa, baba yangu hakuendesha hata baisikeli. Toka ndani ya mambo ya baba yako. Huyu alikuwa baba yako, wewe ni wewe. Utakapoondoka, Mungu anasema atalikuza jina lako. Pengine ni wewe Mungu anataka kutumikia, utengeneze jina la pale kwenu. Pengine ni wewe Mungu anataka kutumikia pale kwenu, nyumba ipatikane iliyo ya maana. Pengine ni wewe Mungu anataka kutumikia. Walisema hilo kwamba gari haitaingia kupitia kwako, kwa sababu ukishaondoka anasema atakubariki. Ukishaondoka atalikuza jina lako. Ukishaondoka kuna kuinuliwa. Mpendwa, sijui unangoja nini dada, ndugu yangu, sijui unangoja nini. Wengine tumekaa katika hali ya kusema mimi siwezi. Ukiambiwa kuna kazi, mimi siwezi. Ukiambiwa kuna kitu mahali fulani, mimi siwezi. Ukiambiwa watu wananunua maplot, unasema mimi siwezi. Neno linasema ondoka. Kwa hiyo zoni umekaa ya kusema mimi siwezi, neno linasema ondoka. Kwa hiyo roho ya umasikini ya kwenu, maandiko yanasema ondoka. Kwa ile mambo ambayo ulizaliwa ndani, utakapoondoka kuna baraka ya ajabu. Maana Ibrahimu alisikia sauti ya Mungu. Ibrahimu aliondoka. Licha Ibrahimu alifanya makosa, lakini mwisho alirekebisha makosa yake. Mpendo, usione tu ati umeanguka chini unasema mimi nilianguka. Hapana, mtu akianguka chini huamka na anaendelea na safari. Kama ulianguka, amka na uendelee na safari yako. Mungu anataka kutumikia. Alimtumikia Ibrahimu. Alipoona baraka ya Ibrahimu haiko hapa, alimwambia ondoka. Umekaa hali ya chini miaka mingi, umekaa kwa mambo ya mila miaka mingi, umekaa kwa mambo ya kufuata vitu ambavyo halimtukuzi Mungu miaka mingi. Anasema siku ya leo ondoka mpendwa kwa hiyo mahali, ondoka kwa hiyo hali mpendwa. Tambua kuna Mungu wa Israeli, tambua kuna Mungu anayebariki, tambua kuna Mungu anayeinua. Ni yeye peke yake anamtoa mtu mafumbini, anamkarisha na wafalme. Ninazungumza na mtu hapa. Mungu anaweza kutoa kwa hiyo hali yako. Mungu anaweza kutoa mahali umekaa pale, akuketisha na wafalme. Mpendo, umesoma, uko na certificate zako, unatoa tu certificate, unaziangalia, unasema niliharibu pesa. Leo ninakuletea habari njema. Ondoka ndugu, ondoka dada, ondoka na hizo certificate. Kuna baraka inakungojea mahali. Mungu anataka kulikuza jina lako. Mungu anataka kuinua kipawa chako. Chukua hizo certificate zako. Wakati nitakuwa ninaomba, unaondoka na mimi kuingia kazini mwako, unaondoka na mimi kuingia kwa promotion yako. Manake hukuzaliwa ukufe masikini, haukuzaliwa ukuwe mtu wa kuombaomba. Anasema asubuhi ya leo, mpendo, ondoka umtaribu Mungu. Anasema mchana wa leo, dada, ondoka umtaribu Mungu. Anasema jioni ya leo, ondoka umtaribu Mungu.
Ndio sababu nateseka. Mungu amekufikia jioni ya leo kupitia kwa neno hili, anataka uondoke. Ibrahimu aliondoka, ndio sababu anaitwa baba wa mataifa. Mpendo, utakapoondoka unaenda kuitwa dada wa mataifa, unaenda kuitwa ndugu wa mataifa. Kuna baraka ziko mbele yako, manake Mungu anataka kulikuza jina lako. Mungu anataka kutengeneza hali yako. Watu watajua kuna mtu kwa hili boma, watajua kuna daktari mahali hapa, manake Mungu anatafuta mtu atakayesikiza maandiko. Ndio sababu akasema katika Deuteronomy 28 verse number 1, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, utunze maagizo yake yote ninayokuagiza hivi leo, ndiposa Mungu atakuwa hapo kutukuza juu ya mataifa. Mungu anatafuta mtu wa kumtukuza juu ya mataifa. Hayo masomo yako Mungu anataka. Ulisomea engineering, Mungu anakutafuta. Ulisomea ualimu, Mungu anakutafuta. Toka mahali umekaa pale, bali unasema mimi siwezi, bali unasema nilirogwa. Nani alikuloka? Yesu alikuja kumaliza uchawi, alikuja kuvunja laana, na ndiposa amenituma. Utakapoondoka kuna kuinuliwa, utakapoondoka kuna kubarikiwa. Utakapoondoka watu watajua okay, kumbe kulikuwa na mtu mahali hapa. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunapewa ushindi. Ni kwa jina la Yesu Kristo tumepewa hii dunia. Usiofu mpendwa, usiogope jambo lolote, usiogope yale wamesema juu yako. Kuna ushindi wa ajabu. Ibrahimu aliondoka, lakini alipoondoka na Lutu, Mungu alinyamaza kusema na yeye. Mungu alikoma kuzungumza na yeye. Ilipofika mahali wakatengana na Lutu, Mungu akamwambia Ibrahimu, inua macho yako, angalia uone mahali unaona mwisho, hapo ndio kutakuwa na mpaka yako. Nazungumza na mtu anaona tu magonjwa, nazungumza na mtu anaona tu masikini, nazungumza na mtu anasema mimi siwezi andikwa kazi, nimejaribu nimeshindwa. Leo ninakutangazia, hautajaribu bali kuna kazi inakutafuta. Hautatoka kutafuta kazi, lakini kazi inakupata. Baadaye unapoondoka, ukimpa Mungu nafasi ya kwanza, muujiza unatendeka. Lazima Mungu akuinue, lazima Mungu akupiganie. Ibrahimu akaambiwa ondoka. Kinachonifurahisha ni kwamba alipoondoka alikutana na mambo ambayo hakutarajia maishani mwake. Mpendo, usijidharau. Mpendo, hata kutangaza umefika mwisho. Nataka kuambia hapo mwisho wako ndio mwanzo wa Mungu. Hapo unasema mimi siwezi, Mungu anaweza. Sababu katika maandiko wa Filipi 4:13 anasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sikia mpendwa, wakati unasema uwezi, wewe unayaweza mambo yote. Unaposema pale mwisho ndio mimi mwisho, yeye mwenyewe anasema mimi ni Alfa na Omega, yani mwanzo na mwisho. Ukifikiria uko mbele sana, kuna mtu mbele yako. Ukifikiria uko chini sana, kuna mtu pale chini, anaitwa Yesu Kristo. Utakapoondoka mpendwa, anakuweka juu ya mataifa. Utakapoondoka mpendwa, atakuinua. Hata kwa kile kitanda cha magonjwa unasema mimi ugonjwa inaenda kuniua. Sikia, ugonjwa si ya kukuua. Ugonjwa si haichakuja kukuua. Mpendwa, amini Yesu Kristo. Anasema katika Zaburi 103 mstari wa 3, akusamehe makosa yako, akuponye magonjwa. Yeye ana nguvu ya kuponya. Ndio huyo anasema ondoka. Umesema tu hapa mimi najua maisha yangu imeisha. Maisha yako haijaisha. Dada yangu, unatoa kitambulisho, unaangalia unasema miaka yangu ni 45, mimi sitaolewa kabisa, maisha imeshasikia. Sara alizaa akiwa na miaka 90. Wacha ujinga mpendwa, amka uondoke. Baraka yako inakungojea, lakini ukikaa na tu mahali pale haitakufikia. Wakati unapoondoka unaingia kwa baraka yako. Wakati unapoondoka unainuliwa. Wakati unapoondoka kuna kitu Mungu anatenda. Wakati unapoondoka utakutana na watu watakuuliza ulikuwa wapi. Lakini wakati wa Mungu mpendwa, ondoka. Utakapoondoka Mungu anaenda kukupigania. Mungu anaenda kulikuza jina lako. Mungu anaenda kuinua juu ya mataifa. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Wanadamu wanashindwa. Ndio unaona sasa hata hospitali zingine zimefungwa kwa sababu wameokopa, hawana kinga. Mtu aliye ndani ya Yesu Kristo ana kinga. Mungu atakupigania mpendwa. Hiyo maski unavaa
haiwezi kukuzuia na chochote bila Yesu Kristo. Hiyo kujisanitize mikono bila Yesu ni bure. Mchukue Yesu awe mstari wa kwanza, mfanye kwa chepeo lako. Akasema mtegemee wanadamu amelaaniwa. Mpendo, hata kutegemea vitu ambavyo vinatengenezwa na wanadamu, manake hivi ni vya muda, lakini vinavyotoka juu mbinguni, ukiondoka uingie kwa huyu Mungu, anakutengenezea maisha. Sikia, alimtengenezea Yusufu maisha. A slave. Listen to my brother. Somebody who is a slave to become a prime minister. This is the God that I'm talking about. Somebody who has all power, who can change your situation. Hana nafasi kwenda kuuliza watu, can I do for him? No. And make a decision by himself. He can uplift you. God will bless your life if you come back to him. He is the only one, the Alpha and Omega, yani mwanzo na mwisho. Wakati unasema nimefika mbele, mimi ndio nimetangulia, yeye yako pale mbele. Alisimama na Danieli akiwa ndani ya tundu la simba, lakini akijua mambo yake imesha, lakini yeye ndio hapana, uliondoka, niko pamoja na wewe. Anaweza, yeye anaweza. Ana nguvu za ajabu. Wakati unapoondoka ukiingia ndani mwake, neno likikaa ndani mwako, mpendwa, hakuna jambo litakushinda. Wewe ni zaidi ya mshindi. You are more than a conqueror. God is going to make you to conquer. There is someone ahead of you. You are going to conquer him. It doesn't matter how powerful he is, but in Jesus Christ we have all powers and authority. Siri ni moja. Ondoka. Ondoka. Umekaa chini miaka mingi. Umekaa katika hali ya kusaidiwa miaka mingi. Umelipiwa nyumba miaka mingi. Umepepwa miaka mingi. Enough is enough, my brother. It is the time for you to move. Stand up and make a move. Your God is going to prepare. He has already prepared your ways. Anabariki, anainua. Alimbariki Ibrahimu mpaka tunasikia baba wa mataifa. Sisi nilichukua kwa Ibrahimu, tunaridi hizo baraka. Akasema hapa duniani tunapata maratufu. Mpendwa, mbinguni kuna ufalme pekee yake, uzima wa milele, kuna taa tunawekewa. Hivi tunatafuta hapa duniani, utapata mbinguni. Neno la Mungu ndio litasababisha amani ipatikane ndani mwako. So maandiko inasema, atalaani watakao kulaani, atapikana na wanaopikana na wewe. Na akasema mwenyewe, touch not anointed servant of God. Touch not. You are anointed servant of God. Nobody will touch you. Unapoondoka, Mungu atakuwa pamoja na wewe. God will protect you. Usingoje kuwa kama tajiri. Tajiri na Lazaro, umesikia habari yake? Anafika huko ndio anasema wacha nirudi. Unarudi kufanya nini? Muda wako ilisha. Ulipewa time na Mungu. Hii ni wakati wako mpendwa kuingia ndani ya Kristo. Hii ni wakati wako kumtambua Mungu. Wakati unapomtambua Mungu atakuinua. Usiogope baba baba inafanyika. Muogope Mungu. Muite Mungu juu ya maisha yako. Amesema ondoka. Ibrahim aliondoka, anaitwa baba wa mataifa. Alibarikika. Sasa hata wewe Mungu anataka kukubariki. Wengi tumetosheka. Ulipewa tu nafasi ya supervisor. Hata utaki, hata ukiambiwa songa utaki, umetosheka. Ondoka. Songa mbele, kuna mwingine anataka kuja hapo. Ili ya kwamba uone Mungu wako na wewe, lazima uinuliwe kutoka kwa utukufu hadi kwa utukufu. Ndio sababu anatuambia tuondoke. Unapomtegemea Mungu, kuna kitu anaenda kufanya. Kwa hivyo mpendo, usiogope, mrudie Mungu na uchukue hatua ya kuondoka. Wale wanafanya kazi Nairobi waliondoka. Wengine alitoka hata hakujua hakuwa na kazi, hakuwa na ango, alikuja tu Nairobi. Sasa ni tajiri mkubwa, aliondoka. So ukitaka baraka ya Mungu lazima uondoke. Unapoondoka Mungu anakubariki. Kwa hivyo ndugu na dada ambao umenisikiza,
umeangalia mtandao huu, nataka nikuombee uweze kuondoka mahali pale. Hata mgonjwa aliletwa kwa Yesu, aliambiwa jitwike godoro lako na uondoke. Hawakuambia wale walipoleta chukueni godoro. Amelipokea neno lako na ameamua kuokoka. Kuanzia sasa, ondoa majina yako kwa kitabu cha mauti, umwandike kwa kitabu cha uzima. Mpe maisha mapya. Anapoondoka atangaze yale amepokea kwa neno hili. Asante kwa kumwokoa kwa Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Na kuombea wewe mgonjwa, unataka kuondoka ugonjwa, unataka kuondoka umaskini, umetafuta kazi miaka mingi, siku ya leo Mungu anakupigania. Baba wetu uliye juu mbinguni mtakatifu, ninasema ni asante. Naweka ndugu dada huyu mikononi mwako. Umempa neno hili ili kwamba ajue kuna ushindi wa ajabu. Ameamua ndani ya moyo wake, ameguza mahali kuna magonjwa, ameguza certificate zake, ameandika mabarua akitafuta kazi. Na siku ya leo tunamtabiria, Baba fungua njia zake, mpe kazi itakayomridhisha. Hata siku ya leo ainuliwe juu ya mataifa. Mapepo yote iliyofunga njia zake, laana zote, mambo ya ukoo wao, nguvu zote za giza, uchawi na ushirikina, laana za ukoo na zivunja katika jina la Yesu ipate kushindwa. Mungu wa Israeli, fungua njia zake. Bariki dada huyu, bariki ndugu huyu, mfungulie njia. Watu wagonjwa natangaza uponyaji. Mzee huyu ananitazama, magonjwa imemlemea, na kenda magonjwa yote katika jina la Yesu ipate kushindwa. Mungu wa Israeli, kamponye, ukafungue njia zake. Watendee ndio mema. Wamesikia ujumbe, wabarikiwe. Watendee mema tu kuabudu. Asante kwa ajili ya baraka hizi. Roho Bwana ukatawale kwa Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Amen. Pendo wa Mungu akubariki sana. Ukisubscribe tu hapo chini ama ukiponyesha hiyo kitude ya kengele, utakuwa unapata ujumbe wetu.